anaingia Kristo. Eti kwa sababu hauna kama ni kwaya gani na njia yake katika Bwana. Kadhalika haijalishi kwa sababu mli kwaya wa baba na kwaya kuu. Njia na kwa kwenu ziko tofauti. Ziko tofauti. Na usina kopi njia ya Yesu. Mungu anatumia kila mtu njia yake. Kwa anasema ambacho kimefanya wana wa Israeli wakafikia maisha hayo, maisha magumu ya maombolezo, ni kwa sababu njia zao zimeharibika. Matendo yao yanaweza kusafisha njia yao. Na hiyo njia hauoni kwa njia ya mwili, bali unaiona kwa njia ya ulimwengu wa roho. Hiyo njia ya kupiga mafanikio yako hauioni kwa jinsi ya kimwili, hapana, bali unafunuliwa katika ulimwengu wa kiroho, ya kwamba kwaya ya wamama ikitumia njia hii na njia hii na njia hii natoa. Lakini hiyo njia jaribu kwa apply kwa ya vijana haiwezi toa kwa nitakiana na njia ya kufanya kwake. Na kwa hivyo njia ya kila mtu ina umuhimu sana kuisafisha. Kwa njia gani? Kwa njia ya matendo mema. Ndiposa kusoma habari za Yohana ule mlango wa 3 anasema elezeni njia ya Bwana. Bwana anaachia kwako wokovu wako, anaachia kwako baraka. Lakini ukikomaa kwa hiyo kwa kama kwa itakuwa nini? Komaa itakuchukua muda mrefu, miaka mingi kuzunguka masaidi kufikia nchi yako ya haki. Ila ukitubu ukageuka ukatembea sawasawa na toba yako, nuru yako itaangaza, nuru yako itamulika. Utauona wokovu wa Mungu wako kwa upesi, utauona baraka kwa upesi. Nini? Utajua njia yako, kwamba hii ndio njia yako. Mungu atusaidie wakati wa miisho ya mwaka, wakati wa mwezi wa Disemba. Unaenda kusikia Christmas na mwaka mpya, unaingia mwaka ujao. Usije ukaingia kama wengine, bali utafute uso wa Bwana. Mwambie Bwana, kwa neema yako nimeifikia Disemba, navuka mwaka, naingia mwaka ujao. Je, mwaka ujao umeniweka mbele yangu, na njia ipi niende? Njia ipi niende? Njia ipi niende? Acha uzoefu, hauishi uzoefu, bali naishi kwa imani. Na imani kuna uhakika wa mambo yanajua. Na ili yaone utakuta uso wa Bwana. Tumeongea habari za vikundi na idara kwa msiandae bajeti yake. Msiandae bajeti yenu, bali fungieni mahali. Kaeni na tendo uso wa Bwana. Muulizeni Bwana, je, mwaka ujao Bwana umeweka mpango gani juu yetu? Msiende kwa uzoefu. Au watakwenda mwaka jana ilikuwa hivi. No. Nenda kautafute uso wa Bwana, ili Bwana akusemeshe njia tunaiendea ya mwaka kesho. Na kuingia mwakani, haya unayojia ambayo Mungu amekuonyesha. Kwa kutafuta uso wake na kutengeneza njia ya Bwana. Hariboye. Naomba toba juu ya njia yangu.
kwenye kazi yake, akafanikiwe kwenye biashara yake, akafanikiwe kwenye familia yake, katika njia yote anayoiendea. Mungu anataka ukamfanikishe. Leo unifanye Bwana nipate kibali mbele zako asubuhi ya leo kwa jina la Yesu. Kama ni magonjwa ondoa ndani yao kwa jina la Yesu. Kama ni kansa achia kwa jina la Yesu. Achia kwa jina la Yesu. Popote kwa jina la Yesu.
Sifa